Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Leo tutazungumzia tiba za asili ambazo zinaweza kusaidia afya ya watoto. Ni muhimu kufahamu kuwa asili haimaanishi kila kitu ni salama kwa mtoto. Wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa baadhi ya tiba za asili zina ushahidi wa manufaa, lakini zinapaswa kutumiwa kwa uangalifu na zisichukue nafasi ya matibabu ya hospitali pale mtoto anapokuwa mgonjwa. Tafiti zinaonyesha kuwa mimea mingi ya tiba hutumika katika jamii, lakini si yote yenye ushahidi wa kutosha wa kisayansi au vipimo salama kwa watoto. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, watoto wako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu sasa na tuanze kwenda kuangalia moja kwa moja tiba za asili na tahadhari ambazo zinatakiwa kuchukuliwa kwa watoto. Karibu na tuanze. Tiba ya kwanza ni maji ya kutosha. Hii ni tiba rahisi lakini muhimu. Mtoto mwenye homa, kuhara au anayetapika hupoteza maji mwilini haraka. Kumpa maji ya kutosha au oro kwa ushauri wa daktari ikiwa anahara inasaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini. Tukiangalia ushauri wa kitaalamu unaonyesha kwanza, hii inaimarisha hali ya maji mwilini na ni hatua muhimu katika kupona kwa watoto wenye magonjwa mengi. Tiba ya pili ni asali kwa kikohozi. Hii ni kwa watoto wenye umri zaidi ya mwaka mmoja. Asali inaweza kusaidia kutuliza kikohozi cha usiku na kumfanya mtoto alale vizuri. Tahadhari: kamwe usimpe mtoto mwenye umri wa chini ya miezi 12 kutokana na hatari ya botulism. Tiba ya tatu ni tangawizi kwa kichefuchefu. Hii ni kwa watoto wakubwa, kwa kiasi kidogo tu wapewe. Tangawizi imeonekana kusaidia kupunguza kichefuchefu kwa baadhi ya watoto wakubwa. Tahadhari: tumia kwa kiasi na baada ya ushauri wa mtaalamu wa afya. Usitumie tu wewe mwenyewe bila kujua vipimo. Pata ushauri. Tiba ya 4 ni supu na vyakula vyenye virutubisho. Supu ya mboga, maharage, samaki au kuku husaidia mtoto kupata maji, nishati na virutubisho wakati wa kuugua. Ushahidi tunaona lishe bora huimarisha kinga ya mwili na kusaidia mtoto kupona haraka. Tiba ya 5 ni kupumzika vya kutosha. Mwili wa mtoto hujirekebisha vizuri zaidi akiwa amelala na kupumzika. Faida hapa tunaangalia usingizi wa kutosha huimarisha kinga ya mwili na kusaidia kupona. Tiba ya 6 ni mvuke wa maji ya uvuguvugu. Kwa mtoto mwenye mafua na pua kuziba, mvuke wa kawaida wa maji ya uvuguvugu unaweza kusaidia kulainisha uti. Tahadhari: epuka maji ya moto sana ili kuzuia kuungua, na usiongeze mafuta muhimu, essential oil, kwa watoto wadogo bila ushauri wa daktari. Kwa sababu kuna wengine wanasema kama mtoto mapua yameziba weka essential oil. Usiongeze kwa watoto wadogo bila kupata ushauri wa daktari. Tiba ya 7 ni matunda yenye vitamini C. Machungwa, mapera, maembe na matunda mengine yenye vitamini C huchangia lishe bora na afya ya kinga ya mwili. Kumbuka, hayatibu moja kwa moja mafua, lakini husaidia mwili kufanya kazi vizuri. Tiba ya 8 ni kunyonyesha mtoto kikamilifu. Hii ni kwa watoto wachanga. Kwa watoto walio chini ya miezi 6, maziwa ya mama ndiyo tiba ya asili bora zaidi kwa lishe ya kinga. Ushahidi tunauona, maziwa ya mama hupunguza hatari ya maambukizi na kusaidia ukuaji wa mtoto. Tahadhari kwa wazazi: kwanza, usimpe mtoto dawa za mitishamba bila kujua vipimo na usalama wake. Pili, mtoto akiwa na homa kali, degedege, kupumua kwa shida, kutokunywa maji au kulegea, mpeleke hospitali mara moja. 3, tiba za asili zinaweza kuwa nyongeza ya malezi mazuri, lakini hazipaswi kuchukua nafasi ya matibabu ya kitaalamu. Mzazi mwenye maarifa humlinda mtoto wake kwa kufanya maamuzi sahihi. Tumia tiba za asili zenye ushahidi
na kwa tahadhari, lakini usisite kumpeleka mtoto hospitali anapohitaji huduma za kitaalamu. Kumbuka, afya ya mtoto ni zawadi ambayo haiwezi kununuliwa. Ukipenda maudhui haya, bonyeza like, subscribe na uwashe kengele ili usikose elimu nyingine muhimu kutoka Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajenga familia zenye afya, upendo na maarifa. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.